Seneta wa Marekani Jim Risch amekataa rasmi msamaha uliotolewa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Uganda CDF Jenerali Muhoozi Kainerugaba kufuatia kauli kali alizotoa kupitia mtandao wa kijamii wa X, akisema kuwa Marekani haitavumilia hali ya kutokuwa na utulivu wa uzembe wa aina hiyo. Seneta Risch amesema Muhoozi, ambaye ni mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni na anatajwa kuwa mrithi anayetarajiwa wa uraisi, amevuka mstari mwekundu kwa matamshi yake ya kizembe yaliyotolewa Ijumaa Januari 30, 2026. Akizungumza kuhusu sakata hilo, Risch amesema ni wakati sasa kwa Marekani kutathmini upya ushirikiano wake wa kiusalama na Uganda, akibainisha kuwa vikwazo na ushirikiano wa kijeshi ni miongoni mwa maeneo yanayopaswa kuangaliwa upya. Kamanda Muhoozi amevuka mstari mwekundu. Marekani lazima itathmini upya ushirikiano wake wa kiusalama na Uganda, ikiwemo uwezekano wa vikwazo na ushirikiano wa kijeshi, amesema Risch. Seneta huyo ameongeza kuwa Marekani haiwezi kuvumilia kiwango hiki cha kutokuwa na utulivu na uzembe, hasa ikizingatiwa kuwa Muhoozi si tu mtoto wa rais, bali pia ni mtu anayetarajiwa kuchukua uongozi wa nchi hiyo siku zijazo. Mtoto wa rais na mrithi anayetarajiwa hawezi kufuta tu tweet na kutoa msamaha wa juu. Marekani haitavumilia kiwango hiki cha kuyumba kwa hali ya uzembe, amesisitiza. Kauli za Seneta Risch zimekuja kufuatia mlipuko wa maneno makali ya Muhoozi kwenye mtandao wa X, ambapo alitangaza kusitisha ushirikiano wote kati ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Uganda UPDF na ubalozi wa Marekani mjini Kampala. Katika ujumbe wake, Muhoozi aliwatuhumu wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani kwa kushiriki katika madai ya utekaji nyara wa kiongozi wa upinzani Bobi Wine, akidai kuwa tukio hilo liliratibiwa na kushirikiana na utawala wa ubalozi huo. Kutokana na hali ya sasa ambapo kiongozi wa upinzani anadaiwa kujiteka mwenyewe na kupotea, na kwa mujibu wa taarifa zetu za kiintelijensia alifanya hivyo kwa kushirikiana na utawala wa sasa wa ubalozi wa Marekani nchini mwetu, sisi kama UPDF tunasitisha ushirikiano wote na ubalozi wa Marekani Kampala. Hii inajumuisha hata kazi zetu nchini Somalia, aliandika Muhoozi. Aidha, alidai kuwa ushirikiano wa kiusalama kati ya Uganda na Marekani umekuwa ukidorola tangu mwaka 2015, akilaumu kile alichokiita urasimu usio na ubunifu ndani ya ubalozi wa Marekani, licha ya uhusiano mzuri wa kisiasa kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, muda mfupi baadaye, Muhoozi alibadili msimamo, akafuta ujumbe huo na kutoa msamaha rasmi, akidai kuwa alikuwa amepatiwa taarifa zisizo sahihi. Naomba radhi kwa marafiki wetu wakubwa wa Marekani kwa tweet zangu za awali ambazo sasa nimezifuta. Nilikuwa napatiwa taarifa zisizo sahihi. Nimezungumza na balozi wa Marekani nchini mwetu na kila kitu kiko sawa. Tutaendelea na ushirikiano wa kijeshi kama kawaida, alisema. Baada ya sakata hilo, Muhoozi ametangaza kuwa atachukua mapumziko kutoka mitandao ya kijamii ili kujikita katika maombi ya tafakari binafsi. Mambo yanazidi kuwa si mambo baada ya Marekani kukataa msamaha wa mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambapo rasmi kupitia seneta wa Marekani Jim Risch amekataa msamaha huo na kusema kwamba hawawezi kuvumilia uzembe mdogo ambao unajitokeza katika taifa la Uganda. Basi huku mvutano ukizidi kuongezeka, mtazamaji wetu, hapa tutakuletea kila kitu ambacho kinajiri huko katika anga za kimataifa. Cha msingi tu usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.